Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe, mjakazi wa Bwana. Ninakusalimu mahali ulipo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Ni wakati mzuri, nashukuru Mungu kwa neema hii na kibali ambacho amenipa tena kuzungumza na wewe mwana wa Mungu. Kuna maswali ambao wanaulizwa mbalimbali, lakini unakuta tu najibu kwa mtu binafsi, lakini vizuri pia kama ni swali ambayo inaweza kasaidia watu, ni vizuri na kuja hapa na ijibu pia wengine wapate kujengwa, kama ni maswali yetu ya kiroho ambaye natuhusu sisi wa mama. Amen. So kuna wengi wanauliza kuhusu nywele, huwa ninatengeneza nywele zangu aje? Kwa maana wengi wanasema kwamba nywele zao ni ngumu, zinakuwa zinajikunja. Je, ni vizuri wakate? Hapana. Haifai mwanamke kukata nywele, kusema Korintho wa kwanza 11. So nywele zako ni fahari kwako, sio vizuri kukata nywele zako kama mwanamke mcha Mungu. Amen. So huwa unazichanua, nawa na shampoo ya olive, huwa unazinawa kila wakati na kuzichanua, unazilaza kwa nyuma, afu baadaye unapaka mafuta kabla hazijakauka. Unawahi kupaka mafuta, ni vizuri unapaka mafuta ndani ya nywele zako pale zingaliki na kibaridi baridi. Baadaye unazichanua hivyo, unavaa kitambaa, unakuta zinalala. Kile kitambaa kitazisaidia kuzilalisha. Amen. Lakini sio vizuri unaweka sabuni ndani ya nywele zako eti zilale, hapana, kwa sababu sabuni mnakuwa chemical. Unaweza ukaweka hivyo, lakini baada ya miaka kadhaa mbeleni unaweza kujiletea shida kubwa sana. Sio unaweka sabuni ndani ya kichwa chako eti unakaa nayo hivyo ndani ya nywele, ni vibaya. Ile sabuni inapaswa kutoka. Amen. Lazima tuwe na maarifa. Unajua mara nyingi watu wa kiroho huwa wanasahau pia na mambo ya mwilini. Mwili tu ni mwili. Amen. Mwili ni mdhaifu siku zote. Bwana Yesu atusaidie. Ndio maana inabidi tuwe na kiasi kwa kila jambo, tutumie akili ambayo Bwana ametupa vizuri. Kwa sababu unaweza kufanya mfungo, roho yako ikakusukuma ufunge, lakini kama kuna matatizo fulani, unakuta hilo ugonjwa unapanda zaidi, mtu akaumwa zaidi. Kuna vile ilitokea sana kwenye makanisa kwa sababu watu kutokuwa na maarifa. Unakuta mtu ni mjamzito au ni mtu mwenye pressure, wanamwambia funga hivyo hivyo, uwe na imani. Lakini fulani aliwahi kufunga na akapona. Sio kila mtu yuko hivyo. So lazima uwe unajua afya yako ikoje, mwili wako ukoje. Ukisikia kabisa una nguvu ya kuendelea kufunga, funga, lakini ukiona hali inakuwa mbaya, usijikazanie ukapate shida ukakuja kulaumu wachungaji. So lazima tu tunatumikisha akili. Na ndio hata hivi vitu hauwezi kwenda kujipaka sabuni kichwani unakaa nayo kusema kwamba eti unataka kulalisha nywele. Hivi tunaviona watu wanavifanya, ni watu ambao wanaomba Mungu. So chanua tu nywele zako, uembe kuzipaka mafuta kwa uharaka kabla hazijakauka. Kuna hii mafuta ya coconut, wengine wanasema inakausha nywele zao, ni kweli. So jaribu kutumia mafuta ya tofauti kidogo ambayo uachane kwanza na coconut kama unaona inakausha nywele zako. Amen. Kuchanua inakuwa inasaidia kuregeza nywele na kuzinyoosha pia. So hiyo ndio njia ambayo mimi nafanya. Lakini usikae tu hivyo eti uchanuagi nini, tuliambiwa ni dhambi hiyo. Hiyo kweli ni maono moja sana ambayo haiko ndani ya maandiko matakatifu. Eti usichanue nywele eti ni dhambi. Hiyo yote ni uongo. Lazima mwanamke uonekane kwenye muonekano mzuri pia kimwili na kiroho. Amen. Kuna mandoto pia ambayo nimeweza kuzisikia miaka hata 10 iliyopita huko. Kuvaa hii nini hapa? Suruali. Kweli mwanamke, kuna suruali za wanawake kabisa. Zile suruali ukizivaa ndani, ni kweli Bwana atakukemea. Lakini kuna hizo tumateto wanawake tu kuvaa ndani ili kujistiri, hii makola ya ndani, malegi za ndani. Zile kama unavaa kwa niaba ya kujistiri, sio kwa niaba eti ujioneshe. Ile sio kosa, kwa sababu pia kuna watu wana maumbo tofauti. Kuna wanawake ambao wana makalio makubwa, umbo zao ziko, wakivaa tu ile nguo ya ndani tu ile chupi, bila hiyo unakuta makalio yanatetemeka, unaona.
lakini akivaa ile tete inamsaidia kuyastiri yasiwe ovyo ovyo. Haleluya. Sasa hiyo nayo ni mafunuo ambayo wengi wameleta eti ukivaa ile kola ndani, ile leggings ndani, eti ni kama vile umesuka afu unavaa kitambaa eti ni vimoja. Kasema hapana, kuna utofauti. Huyu anavaa anajistiri, huyu ambaye anasuka yeye tayari amepingana na maandiko, kwa sababu sio kwamba eti anajistiri, ni tofauti na huyu anavaa ile anajistiri kwa sababu asiangushe watu. So wewe unasuka, kusuka kweli inaendana kujistiri wapi na wapi? Je, kusuka ni kujistiri? Jibu hapana. Amen. So tuwe makini na mafunuo, na ndio mafunuo ambayo ilikuja ninaweza kuisikia mimi, naweza kuijua mafunuo ya ukilala hivi, unabidi ulale hivi, kitandani una mume wako inabidi mulale hivi, muvae hivi. Vilianza wapi? Nigeria, ndio hiyo maono ilianzaga. Ikaenda na tembea mpaka kwa watu wa East Africa. Sasa vitu ni vingi sana. Tuwe makini, ndio maana ninakuwa na si wanawake wenzangu, wajakazi wa Bwana, tusome neno la Mungu. Tukikuwa makini na neno la Bwana hatutadanganywa. Kuna hata shuhuda ambaye mjakazi fulani ambaye amenipa, alisema yeye aliwahi kudanganywa na hao manabii wangu kumwambia kwamba atume hela wanunue mbuzi, alafu eti watakula ile nyama yote, mifupa enda kutupa baharini. Yeye na akafanya hivyo, akatuma hela. Eti walikuwa natuma hela mara kwa mara, tuma hela tununue ndio mikosi itatoka, vya uongo. Nagisi watu wanavyodanganya. Kuna mwingine mjakazi pale kutumia message eti anataka atoe sadaka kwa watoto wake wote. Unaine ni imani ambazo pia nimezisikia sana, wanafundisha watumishi wengi au manabii wa uongo au wachungaji wa uongo hawa, kusema kwamba ili familia yako ikombolewe inabidi uitolee sadaka. Havipo hivyo. Huo ni utapeli tu, kutaka kukula watu pesa. Familia inakombolewaga na damu ya Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Baba, nakushukuru kwa neema hii na kibali ambacho umenipa. Ninaomba Bwana utawale akili mawazo yangu, useme nami Bwana, uzungumuze na wajakazi wako kupitia mimi. Chukua ulimi na kinywa changu Bwana Yesu, kapate kugusa moyo wa mama huyu, muongezee maarifa kutoka juu mbinguni. Katika jina la Yesu, acha Bwana ulinzi wako juu yetu, damu yako Bwana Yesu Kristo pate kufunika mjakazi huyu ambaye anitazama, kwa jina la Yesu. Amen. Okay, haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kuna hii dhambi ambayo wanaikemea sana mara kwa mara, dhambi ya zina, ambayo imelitesa kanisa la Mungu, ambayo imetesa waumini wa Kristo wengi. Maandiko matakatifu Methali 6 na mstari wake wa 32 nakwambia, azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo takaloangamiza nafsi yake. Haleluya, nafsi yake. So na hii sio tu kwa wanaume, hata kwa wewe mwanamke, unapozinizini na unaiangamiza nafsi yako. So inabidi uwe makini sana. Na kuna kuzini aina mbalimbali. Unaweza kazini kupitia mawazo, kama mwanaume ambaye unakuona tamani ukaanza kufikiria mambo machafu, tayari ni dhambi. Maana maandiko yanasema mtu anayemtazama mwanamke na kwa njia ya tamaa tayari amezini naye. Vile vile wewe unapomtazama mwanaume kwa kumtamani, umezini naye. Unaandikiwa dhambi ya uzinifu. Bwana Yesu atusaidie. Kuna dhambi za masturbation. Kunakuta wamama wanashauria wanendoa kwa wanawake eti unabidi uwe unajiingiza vidole kwenye sehemu yako ya siri tu kujisafisha. Hawajui kama hiyo ni masturbation, huo ni uchafu. Sehemu ya siri gisi Mungu alivyoiumba inajisafishaga yenyewe. Sio kujiingiza makorokocho kwa masabuni maneno, hapana. Wengi mnajiletea matatizo makubwa sana kwa sababu kutokumuuliza Bwana, kutokusoma vingine vitu. Haleluya. So imani potofu ambazo au mafundisho mabaya ambayo yameharibu sana kizazi cha leo. Bwana Yesu atusaidie. So wengi wanaangamia kwa kukosa neno la Mungu, kosa maarifa. Haleluya. So kuna dhambi ya kujichua, tamaa, mawazo machafu, na hii inafungua milango ya majini mahaba. Unakuta binti ni bikira kwa kwao, lakini ana majini mahaba kwa sababu alijichua au ameangalia mambo yasiyostahili, mapornography, hakajienda kujifunga mwenyewe maisha yake yote. Bwana Yesu apate kutusaidia sana.
Pia kuna swali ambalo mjakazi mwingine aliwahi kuniuliza, kwa sababu mume wake aliwahi kumwambia kwamba ana neema, aliolewa na mwanaume ambaye anamsikiaga. Ninakuwa ni neema ambayo watu wamepewa na Mungu. Sasa mume wake akamwambia, mke wangu, unapokuwa unalala sio unalala na manguo ya kilo, kwa sababu mwili wako usiku unahitaji hewa ile moja ya kuingia ingine kutoka. Unapokuwa unajifunika hivyo sio vizuri. Ni mume kabisa ambaye anamsikilizaga mke wake. Mke wake akilala ni vimanguo vizito analala na watu hamsemi. Kuna watu wapewa neema. Na ni kweli kulala manguo ya kilo sana usiku sio vizuri. Kuna manguo mepesi ya kujistiri, lakini mepesi ya kulala nayo. Lazima tuwe pia tunaangalia afya zetu. Na ndio maana kuna wengi unakuta hakunywi maji sana, ni muombaji, ni Mkristo, anaenda kanisani, lakini hapendagi kunywa maji. So unakuta mwili unakosa vitu vingi sana katika mwili. Mwili unahitaji maji, kwa unakuta kunywa kwako maji ni shida. So lazima mwili wako utazofika na magonjwa makali utayapata kweli, na unaomba Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Hivi vitu hatukwagi tunaambiana, lakini vitu vya muhimu sana. Omba Mungu, mtu wako wa kiroho ataendelea, lakini mwili wako utazofika kwa sababu hautake care mwili wako vizuri. Ndio maana unaweza kuwa unaomba, lakini kama ukwagi una brush teeth, harufu mbaya itakuwa inatoka katika mdomo. Maana ukuta mtu ni muombaji, anaomba na vipawa, akiombea mtu kweli mtu anafunguliwa, lakini unakuta kinywa kinatupa harufu mbaya ya ajabu. Kwa sababu gani? Sio msafi ya ugagi. Bwana hata kuja kukwambia hao brush teeth au Mungu eti hata kwa anatuma malaika usiku eti waanze kuosha meno yako. Hapana. Ni wewe mwenyewe inabidi upige hatua. Haleluya. So mara nyingi tunakuwa tunajiachia sana wanawake wa kiroho kusema kwamba kila kitu Mungu atakufanyizia. Vitu vingine unahitaji mwenyewe, ni kama vile ndiko linavyosema la Mathayo 7:7. Ombeni nanyi mtapewa. Tuombe tutapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Au mtapata. Sasa akiwa utakuta tunaomba, Baba niponye, Baba nifungue, lakini hautafuti huo uponyaji. Haleluya. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Au kama unatafuta kazi, Baba nipe kazi, lakini mwenyewe hautafutagi hiyo kazi. Haukwagi unajaza mafomu au application ya hiyo kazi, lakini unaomba eti upewe kazi. Ni kama yule mwanamke ameolewa katika ndoa. Haleluya. Huyo mwanamke anaenda kuhamia kwenye chumba cha maombi ili apate mtoto. Labda ameolewa, amefanya mwaka moja miwili apate mimba. Huyo tulivyoona sana makambini, anafunga mirago yake, anaenda kuhamia wapi? Kwenye chumba cha maombi. Huko anaanza kutabiriwa, akaa hapo kabisa atafunguliwa. Mtu anapiga miezi 6 mwaka yuko kwenye chumba cha maombi, tena anaombewa apokee mtoto. Mume yuko wapi? Nyumbani. Mwisho anasikia habari mume amebebeshana mimba. Unaona kwa sababu gani? Ya kutokuwa na maarifa. Hapo ndo huwa tunaangamia. Tunamjua Mungu, tunaomba sana, lakini hatuna neno. Iweje uende kukaa kwenye maombi uache mume wako? Hiyo mimba utaipataje? Hata Mungu akufungue, utajuaje kama umefunguliwa? Si mpaka ile tendo ifanyike ndo utajua kabisa hivi niko sawa au bado sijawa sawa. Na lazima sasa utafute huo ujauzito, na utautafuta je kupitia mume wako, sio kwenye chumba cha maombi tu unaenda kukaa kule. Haleluya. Hapo ndo kwenye Wakristo wengi wameangamia. Ndo kwenye tumeangamia, kutokuelewa maandiko, kutokujua jinsi gani ya kumtafuta Bwana. Haleluya. Bwana Yesu tusaidie. Wengi tunakosa kupokea miujiza, baraka, kufunguliwa au kupona, sio kwa sababu tuna mizambi nyingi. Mara nyingi ni kwa sababu pia hatuna neno. Hatujitumi kwa kusoma neno. Je, umeshamaliza Biblia na umeirudilia mara ngapi? Au kwa siku unasomaga vitabu vingapi? Au unakuwa unaishia tu uko kwenye makampani, unafika nyumbani ni kuomba na kulala. Unaomba unalala, lakini neno hausomi. Kuna Wakristo wengi wamejaa kwenye maombi, kwenye makanisa, lakini hawafunguliwi. Kwa sababu gani? Hawajui jinsi gani ya kutafuta uponyaji au kugonga ili sasa wafunguliwe. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Tunahitaji maarifa.
tunahitaji maarifa. Unakuta tu ni Mkristo lakini kula matunda anashindwa ili kuimarisha afya yake. Chakula ambacho unakula wewe ni kimoja kila siku, lakini ukikwambia kwa mambo ya matunda upendi, sitakagi hivyo. Majani kula majani haupendi. Sasa mwili wako utaimarikaje? Haleluya! Utafunga, unazofisha mwili, lakini unakataa kunywa maji, unakataa kula vyakula ambavyo vitaimarisha afya yako. Haleluya! Sasa ni lazima Bwana anaweza kila kitu, hakuna kinashindikana kwa Mungu wetu, lakini tusimpe Bwana mizigo ya kusema kwamba Baba, uje uniogeshe. Usipooga utanuka, ijapokuwa una Roho Mtakatifu, unaomba sana, unafunga sana, itabidi mwenyewe ujichukulia hatua ya kuanza kujisafisha. Haleluya! Hawajaonaga waombaji ambao utakuta nywele zinanuka, makwapa mnatupa harufu mbaya? Wako wengi sana. Kwa sababu gani? Hawana neno. Ukiwa na neno la Mungu utajua jinsi gani kujisafisha, au utapenda unukie watu harufu mbaya. Wengine hata tu kujipuliza hivi asikie mdomo wake hakuna. Utakuta yuko katikati ya watu lakini anatupatupa harufu mbaya. Kusa kutokuwa na nini? Na elimu. Na ndio hii ambayo inaangamiza sana familia nyingi. Watu wanadanganywa, toa sadaka ya kukomboa familia yako. Toa sadaka kukomboa ukoo wako. Familia nyingi zimeangamia kwa sababu kutokuwa na neno la Bwana. Haleluya! Sasa huyo mama mume wake akamwambia, jitahidi sana uvae kweli, akumkatalia baba wa watu. Vaa manguo kweli hivyo hivyo ya kujistiri, lakini mke wangu, isiwe manguo ya kilo hivyo, sio vizuri kwa afya yako. Alimwambia vizuri, sio vizuri kwa afya yako. Sikuta umejirundikana na lunguo luzito usiku eti unalala. Vaa nguo, kuna manguo mepesi ya kujistiri ya kulala nayo, nzuri kabisa za kujistiri, ndefu, lakini ni za kulala juu. Matirio yake sio mbaya kwa mwili wako. Amen. Mwili wako unahitaji hewa wakati unalala, kwa sababu usiku hali ya hewa ikuagi nzuri kivile. Haleluya! Bwana Yesu atusaidie. Sasa wengi tunaangamia kwa kukosa maarifa. Ndio maana ukiona hapa Marekani, ndugu zangu, wazee wa miaka 70 wanatembeza magari, wazee wa miaka 60 wanatembeza magari. Jirani yangu hapo tu ni mzee kweli, sijui miaka yake, lakini ni mzee kweli, hawezi kosa masabi, lakini bado anaendesha gari, kwa sababu wao wanaheshimu sana muda wa kulala, wanaheshimu sana mazoezi, wanaheshimu sana kula vyakula safi, healthy food. Lazima amke asubuhi akule hiyo yake breakfast, matunda yake itakosa hapo. Wanaheshimu sana kitu matunda, vegetable, bakule majani. Ndio unaona utakuta wanaimarika kiafya. Hakuna siku mimi nakuwa na wazangu wanafanya mazoezi, lakini ukikuta wazungu lazima atakuwa asubuhi anaanza kuzunguruka kuimarisha nini? Mwili wake. Haleluya! So mara nyingi pia tunazofisha miili yetu kwa sababu hatuifanyizii mazoezi, hatujitumi kwa vitu vidogo. Tunahitaji elimu ya kiroho na ya kimwili. Tunahitaji kufanya nini? Kufanyizia mwili wetu mazoezi. Haleluya! Roho Bwana ambaye yuko ndani yetu anajenga nafsi zetu ziendelee kuimarika. Haleluya! Sasa jitahidi mwili wako pia, ambaye ni hekalu ya Roho Mtakatifu, usiharibu. Biblia inasema kwamba atakayeharibu hekalu ya Bwana naye ataangamia, naye atamharibu. Sasa ni mara ngapi umeharibu mwili wako kwa sababu ya kutokujitahidi kuufanyizia mazoezi, kuulisha vizuri? Unahitaji kuulisha mwili wako vizuri. Muda wa mfungo funga, lakini wakati ambao ufunge, jitahidi sana kuulisha mwili wako chakula kizuri.
chakula kilicho safi. Haleluya. Jitahidi macho yako yasiwe yanaona mambo machafu, mambo yasiyofaa. Masikio yako jitahidi yasiwe yanasikia mambo maovu, matusi. Ulimi wako jitahidi usiwe unaongeongea makauli mabaya. Haleluya. So tujitahidi sana katika maisha haya ya wokovu kujua neno na mapenzi ya Mungu kwetu. Haleluya. Wazee wa kizungu unakuta wanazeeka kabisa, so kwamba eti ameokoka sana nini, lakini utakuta mwili wake bado una nguvu, kwa sababu haliutunza mwili wa afya yake vizuri. Tujitahidi, lakini wakuta wengi ambao wana roho wa Bwana wanaomba sana, wanasema wa African wanaomba sana, lakini wao ndio wana matatizo. Wa African wanaomba sana, lakini wao ndio masikini, wao ndio wanalia magonjwa, wao ndio wenye mapepo, wao ndio wenye kuanguka na mapepo. Mbona hivyo vitu huko nchi za Ulaya havikuagi vya watu kuanguka na mapepo? Ni kwa sababu gani? Maarifa. Tunahitaji maarifa ya neno. Tusizame tu kwa maombi bila kusoma neno, tutaangamia. Tunahitaji maombi na neno vyote kwa pamoja. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio hivyo. Jitahidi uwe unasikia pia mafundisho ya afya ya binadamu. Amen. Itakusaidia sana. Kuna mafundisho mengi yanaambia kuhusu afya yako. Fuatilia afya yako inaendeleaje. Usiona hata mgonjwa anapokuwa na unapokuwa unaombea mtu na ujui tatizo lake ni ipi. Hayo maombi yanaga kibali kikubwa, yanaga nguvu. Juu unaomba kama vile kipofu. Lakini ukijua huyo mtu tatizo lake ni figo, tatizo lake ni tumbo, tatizo lake ni mguu, utaomba maombi sahihi kuhusu mguu wake unaomsumbua, au mkono au macho au tumbo. Haleluya. Au koromeo, au roho ambazo zinamsumbua za mahaba, jini mahaba. Lakini wakuta mtu anasumbuliwa na jini mahaba, wewe unaenda kumwombea miguu, havieleweki. Haleluya. So swali nyingine ambayo mjakazi mwingine aliuliza, akasema kwamba anakuwa anafanya akifuatilia sana watumishi wa Mungu, sio kwamba eti anaangalia mambo mabaya. Haleluya. Anaangalia tu vitu vizuri. Anaangalia mahubiri za watumishi ambao wanahubiri injili ya kweli. Sasa wakati aliposema hivyo, akasema lakini huwa anashangaa kwamba anapokuwa muda mrefu anafanya masaa ya kutosha akiangalia mafundisho wa watumishi mbalimbali, akifanya kitu cha wiki unakuta anashuka, anapungukiwa mpaka anaweza kalala bila hata kuomba. Anajisikia kupungukiwa hadi kuzira. Sasa mimi nikafikiria labda ni gisi tu ana spend muda mwingi sana kwenye simu kuangalia labda hiyo mafundisho mbalimbali. Lakini Roho Bwana hapo akasema tatizo ni nini? Ni madhabahu. Amen. Unapokuwa mtu unachanga madhabahu, unamsikiliza huyu na ujui kama kweli hao wote ambao wanahubiri injili ya utakatifu kama ni kweli wana Mungu wa kweli, uko kwenye hasara. Na hii ni mojawapo pia ya wanawake wengi kutokupona. Na maana wanawake wengi anaweza kuwa kweli ana mapepo, lakini au ana magonjwa au kuna vifungo fulani vimemfunga vya ukoo au vya kwake mwenyewe, kwa sababu maisha ya zinaa aliyoishi au maisha ya dhambi, maisha ya makeup ya mawigi aliyoishi hapo nyuma. Sasa alikuja kuokoka tayari ana miroho michafu ndani yake, lakini anaomba aponi, anamtafuta Mungu, ameshaombewa lakini afunguliwi. Inakuwa kwa sababu hatulii kwa kanisa moja. Huyo mtu mmoja ana watumishi Kongo wanamwombea. Huyo mtu mmoja ana watumishi Kenya ambao wanamwombeaga. Huyo mama mmoja ana watumishi Tanzania, ana watumishi South Africa, ana watumishi sijui Mozambique. Mtu huyo kila mtu anakuwa anamwombea hitaji lake, au kila mtumishi anampigiaga simu anamfanyizia maombezi. Huyo mtu mtamwombea mpaka mtachoka, hawezi pona. Bwana Yesu atusaidie. Kwa sababu kwa hao wote ambao wanamwombea sio wote ambao kweli ni watakatifu au wanamuomba Mungu wa kweli. Wengine wanatumikisha nguvu za giza. Kuna mjakazi ambaye aliwahi kunitumia ujumbe ambao alitumiwaga na wanao waombaji, kusema kwamba wanamuomba atume hela wanunue
kreti ya soda, wanunue sijui eti wanunue na nyama nini eti wapike wakule ili wamuombee. Na bado anakuja huku tumuombee. Nikasema unaona, ndio maana anakuja huyu mama anakuja kuchunguza, ana muda mrefu kitu karibia cha mwaka au miaka miwili anaombewa haponi. Tatizo hatulii fasi moja. Yuko huku, yuko huku, yuko huku, yuko huku. Wewe hauwezi ukafunguliwa kikuwa na hizo hali za hivi. Na wanawake kweli tunapendana, kila mtumishi tumsikilize. Kila mtumishi tuchokonoe. Kuko ambao wamepewa kibali cha kusikia utumishi mbalimbali kwa sababu wajue jinsi gani watakavyofungua wengine watu akili kusema hii injili huyo mtu anafundisha eti kutoa cha 10 ni dhambi. Hapana, hii injili ni ya uongo. Watu mwe makini na huyo mtumishi. Unaona? Kama mimi ukiona ninataja mtu, ujue hivi Aisha chafuaga huduma kwanza ya kweli. Aishaga chafua watumishi wa Mungu ili nifike nimtaje. Aisha onywa na watu wengi. Sikwagi mwepesi kutaja mtu ambaye bado hajatukana watumishi wa Mungu hao, bado yeye hajaonywa na watu mbalimbali. Haleluya. Isionekana mimi nilionaga ndugu yangu anaanguka nikashindwa kumuonya. Kwa sababu ni vizuri mtu anayekupenda ni ule ambaye anakuambia ukweli. Ule ambaye anakufichia mabaya yako, huyo ni adui wako, usio rafiki naye. Huyo ambaye anaona unafanya dhambi anashindwa kukuambia, huyo sio rafiki. Huyo ni muasi, huyo ni adui. Haleluya. Ndio gisi na kuaga. Sasa hapo Bwana akaniambia kwamba ni kwa sababu kupungukiwa kwake nile kuchangachanga watumishi mbalimbali, kuangalia inakuwa inampunguza, kwa sababu kuna wengine ataenda kuangalia japo wanahubiri utakatifu lakini sio wa kweli. Kwa nje wanaonekana ni kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu. Na unaposikia mtu ambaye ndani ni mbwa mwitu, lazima utakuwa tu mwa hatari. Sasa lazima tu tunaongozwa na Roho wa Bwana apate kutusaidia. Na nilikuja kuona hapa kuna huyu baba ameongea vizuri, lakini kuna sehemu tu ambayo make mistake kusema kwamba kuna madhabahu haina mbili, eti madhabahu ya Bwana na ya ukoo. Kuna madhabahu tu ya Mungu na ya shetani. Na ndio maana unakuta wanakuambia utavunja madhabahu, vunja madhabahu ya maskini. Vunja au nadhani wengi mnasikia hizi matitle au mafundisho au manabii wa uongo. Yako nyingi sana kwenye YouTube. Eti madhabahu ya kuvunja roho za maskini, madhabahu ya kukomboa familia, madhabahu sijui ya nini. Ni mengi, lakini ni ile tu kutaka kukula watu pesa. Haleluya. So ukitaka kutoka kwenye vifungo vya umaskini au kwenye roho za ukoo, kitu cha kwanza inabidi ujue madhabahu kamili ni nani. Haleluya. So madhabahu ni mwenyewe ni Yesu Kristo. So ukimwendea Bwana Yesu Kristo kuhani mkuu, yeye ukimuomba rehema, haijalishi ni laana gani ya umasikini, laana ya ukoo nini, yote Bwana huwa anaivunja na kukutakasa kwa damu yake. Amen. So unaweza ukahangaika kutoa masadaka, unaweza ukahangaika sana kuombewa, kufunga, lakini usipoomba toba ya kutoka ndani ya moyo ya majuto, kujiombea toba, kuombea ukoo wako rehema na toba, hauwezi ukafunguliwa. Hicho ni kitu ambacho kabla hata sijahubiriwa nilikuwa najitambua kusema kwamba ninajua dhambi ambayo ilifanya mpaka leo mwanadamu huwa anakufa ni kwa sababu dhambi iliyofanya nani? Adam na Eva. Dhambi. Ukikuwa unajipiga kifua kusema kwamba vitaisha tu, niko sawa, ni majaribu, na unashindwa kunyenyekea kumwomba Bwana kwanza rehema, uko kwenye hatari. Utagonga na miaka 10 bado unajipiga, unajipajipa moyo, vitaisha. Na kuna wengine mpaka wamepoteza maisha kwa sababu ya kutokujua kanuni na njia sahihi za uponyaji. Uponyaji unakuja kwa njia ya toba, maombi ya rehema. Ungama dhambi ulioifanya, kiri, tamka, tubu kwa roho na kweli. Usione haya, hajalishi ni dhambi gani ulioifanya, itubu. Usifiche chochote ili upate ufungulifu.
ili upate uponyaji. Kwa nini wanawake wengi hawaponi haraka? Kwa nini magonjwa bado yanafungafunga, na wakati wameshaacha makeup, wameshaacha masturbation, wameshaacha kuzini ovyo ovyo na wanaume za watu, lakini bado wanafungwa? Ni kwa sababu wengine bado hawajashuka kwenye toba ya kweli, bado hawajafanya maungamo. Maana nasema ungamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, mupate ondoleo na dhambi na makosa yenu, ili mupate kupona. Haleluya. Sasa usiposhuka kwenye magoti kumwomba Bwana rehema, utaangamia. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. So tuende kwanza ukisoma hata kitabu cha Mwanzo, Nuhu naye alimjengea Bwana madhabahu baada ya gharika kuisha. Watu wa zamani walikuwa wanajenga madhabahu kumtolea Bwana sadaka, lakini Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja, yeye akakuwa madhabahu, yeye mwenyewe akakubali, haleluya, kuchoma ukuki ubavuni, kutukomboa, na pale pazia la hekalu lilipopasuka, yote yamekwisha. Unapoenda mbele ya macho ya Bwana ukatubu, anakurehemu, maana kuhani mkuu ni Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, haleluya. Huyu baba yeye aliongelea ajabu na mapointi za muhimu ambazo aliongelea, kusema kwamba aliandika kusema kwamba akatoa kitabu cha Waamuzi, gisi Gideon naye aliposhinda akavunja madhabahu ya maadui, akaweka madhabahu ya Bwana, akamjengea Bwana madhabahu. Haleluya. Waamuzi 6 hapo ukisoma hiyo 24 hadi 26 anaandika kwamba mafanikio yako yote yanategemea ni madhabahu gani iliyo na nguvu ndani yako. Kuna madhabahu za aina mbili, madhabahu za Bwana. Madhabahu hii inatumika kukomboa watu katika magonjwa, kukomboa watu katika umaskini, kukomboa watu katika dhambi. Ambao anatukomboa katika magonjwa, katika umaskini na katika dhambi ni Yesu Kristo. Amena. Akaandika madhabahu ya ukoo. Madhabahu ya ukoo yani madhabahu ya kishetani tu. So kila ukoo una madhabahu yake. Ni kweli, kwa sababu kuna watu wanakuaga wa familia, kuna mafamilia ambazo wanaamini katika falme. Familia yetu kuna mfalme fulani, vitu vile vya asili vya zamani. So nakutaga ile dhambi wewe usipoitubu itakuangamiza mpaka leo. Kama wale kutoa makafara fulani nakuta na inaenda natembea mpaka kwenye kizazi cha 3 na cha 4. Haleluya. So kuna wengine unapitia shida leo au matatizo kwa sababu dhambi zile za ukoo kule walizozifanya. Lazima utashoka kwenye maombi ya toba. Ndio maana ukuta wengi wanavunja, ninavunja madhabahu yetu ya ukoo, madhabahu ya kipepo, ninapasua kwa jina, unavunja, lakini mambo ni pale pale. Kwa sababu bwana haujaombea kwanza rehema. Maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele ya macho ya Mungu. Ili andiko ni lazima litakuwa tu linasimama siku zote. So usipoomba toba na rehema kwenye madhabahu ya ukoo wenu, hauwezi ukafunguliwa. Haleluya. So Bwana tusaidie sana, tufungue maarifa, maana inasema tunaomba vibaya na ndio maana hatujibiwi. Lakini tungekuwa tunaomba vizuri tungekuwa sawa. Kila ukoo una madhabahu yake. Madhabahu ya ukoo ndiyo inayoweza kupanga utaishia wapi katika maisha yako. Madhabahu ya ukoo ndiyo inabeba asili ya mtu. Kila madhabahu ina tatizo ambalo lazima lizunguke kwa kila mwanafamilia. Hiyo ni kweli. Anza kufuatilia, akasema mambo ya kufuatilia, anza kufuatilia kujua historia ya familia yenu. Jaribu kuchunguza matukio ambayo sio ya kawaida katika familia yenu. Kama kuna mjakazi mmoja ambaye ametumia message amesema kwamba familia yao wote huwa hawakai kwenye ndoa kuharibika. Wakaka zao hivyo hivyo hawakujua wanakaa na wake zao. Yaani inakuwa ni shida sana. Ameshaokoka, ameshatoka kwenye madini zinazoeleweki, lakini bado tu zile roho za majini mahaba nini bado utajua bado alikuwa hajachukua nafasi kubwa
ya kuombea familia toba. Ile mfungo unaweza kupiga hata mfungo wa wiki kama utakuwa na nguvu, kuombea familia toba, kujiombea toba mwenyewe ili ujinasue kwenye hizo roho za ukoo, hiyo laana inayotembea ndani ya nini, ya familia, kwa sababu wengi tunahitaji kufunguliwa, tunahitaji kupona. Amen. So Bwana atusaidie sana. Kuta watu wanafikiria labda madhabahu tu ni ile pale mbele kwenye mchungaji anasimamaga anahubiri, watumishi kwa wanasimamaga. Unaweza kuwa uko nyumbani kwako na Bwana kaweka madhabahu yake hapo. Sasa yeye mwenyewe ndio madhabahu. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Waebrania 9 mstari wake wa 11. Nasoma kwa jina la Bwana. Waebrania 9 mstari wa 11 unasema kwamba lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu, haleluya, wa mambo mema yatakayo kuwepo kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu utakasa hata kuusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. So unaweza kusoma yote ukipenda. Haleluya. So Bwana wetu Yesu Kristo mtakatifu, Bwana wa majeshi, yeye ndio kuhani mkuu aliyeingia patakatifu. Haleluya. Baza hekalu likapasuka, tukakombolewa, tukasafishwa kwa damu yake. So hakikisha mpendwa katika Bwana unaishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Haleluya. Yote kuvunja madhabahu ya hivi, fanya hivi, usipotubu, usipojitakasa, usipoishi maisha kumpendeza Mungu, utaomba sana na bado utaendelea kulia madhaifu, magonjwa. So tukimbilie Bwana, haturehemu, hatutakase, hatusamee. Sehemu ambayo tulitembea vibaya na Mungu, sehemu ambayo tulifanya tendo mbaya, tutubu. Tafuta ndugu uliyemkosea, rafiki, wazazi. Wengine unaishi kwa laana ya Mungu kwa sababu uliwahi kutukana mama yako, uliwahi kuchafua familia yako, ukajifungia milango ya neema ya baraka kwako. Hajalishi mama yako aliwahi labda kufanyia jambo mbaya, upashi kumtukana, inabidi kumwombea rehema. Familia zetu hivyo hivyo, ndugu, marafiki, hatupashi kuwekea vinyongo, japokuwa wametupitisha kwenye wakati mzito mgumu, lazima tuwaachie. So eti lazima uwe pamoja nao au wawe marafiki yako tena, lakini moyo wako wewe uwasamee, uwe na amani. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Mbarikiwe wapendwa. Nilikuwa na hayo machache ambayo nimeona nije kuyajibu, na tukiwa na maswali zaidi tutakuwa nakuja tunajibu moja kwa moja kupitia maandiko matakatifu. Amen. Barikiwa tena Bwana. Shalom, shalom. Bwana endelee kuwatunza na kuwalinda. Upendo wa Bwana usiwapungukie. Amen.